we mother mwandiko lwanue mother Zaiye. Next time nimesikia kuna demand ya Kwata Kawaya. Next time tutaweka Kwata Kawaya. Ama namna gani? God is good and all the time. Wa mama mpo? Aiye banzili leo. Wapi shangwe ya Mutuse? Wapi shangwe ya Kingi? Wapi shangwe ya Faruk? Wapi shangwe na nderemo ya waheshimiwa? Asante sana. Mimi yangu ni machache kwa sababu nimemsikiza mheshimiwa Kingi na unajua ni msafi wa Kiswahili. Kiswahili yetu ni ya bara. Yeye anapanga maneno ya kule coast. Lakini niseme hivi. Kwanza niseme mheshimiwa Mutuse, tuko na historia kubwa sana. Kwa sababu mimi niko sasa kwa kiti kwa tamu ya 3. Na hiyo miaka yote karibu 13 nimekuwa nikifanya kazi na Mutuse. Wakati amekuwa msaidizi mkubwa wa Governor Mutua. Na Mutuse ni kijana shupavu. Huyu Mutuse, mtakumbuka kabla ya uchaguzi ya William Ruto ya 2022. Kabla uchaguzi wake, Kenya ilikuwa imegawanyika sana kwa misingi ya ukabila. Na kwa mara ya kwanza, tukaona kiongozi ambaye anachaguliwa kwa sera. Kwa sera sio ukabila. Kwa sababu kwa wakubwa wadogo wote walisema zile shida ambazo tuko nazo kama Kenya sio za kabila fulani. Wakati tuko na shida ya matibabu hapa Ukambani, kuna shida zile utapata kule Kisumu, zile shida utapata kule Coast. Yale mashida ambayo tuko nao kama Kenya sio mashida ya jamii, na hakuna haja ya kuweka watu katika hali ya ukabila ama kuomba kura kupitia kwa njia ya kugawanisha watu kwa misingi ya ukabila. Lakini wakati tulimaliza hizi kura, nyinyi mliona vile kuliendelea. Mara siasa mbaya ikaanza ya kugawanisha. Mara ikawa kuna jamaa anazunguka anasema nyinyi hamko na shares, na wale hamuna shares amupasi kupata usaidizi kwa serikali ya William Ruto. Wengine mara hii kabila ndio mzuri. Na mimi nikashangaa kwa sababu jamii ya Wakamba kwa mfano, Wakamba hawayuko hapa Makueni peke yake, hawayuko Kitui peke yake, hawayuko Machakos peke yake. Wakamba wako sehemu zote za Kenya. Kuna Wakamba wako kule Kisumu, kuna Wakamba wako Mlima, kuna Wakamba wa kule Coast. Hata Mlima yenyewe wenzetu Wakikuyu wako pande zote za Kenya. Wakati tutasema labda sehemu moja isifaidike, wewe unasahau ile kabila yako iko na watu katika ile sehemu. Na ndio ikakuwa ni siasa ambayo tunaweza kusema ni toxic. Siasa mbaya katika nchi yetu ya Kenya. Na tukasema enough is enough. Mmoja wetu kijana barubaru shupavu akasema ataingia kwa historia kuwa kijana ambaye alisimama, na historia itaandikwa tupende tusipende kwamba Mutuse alisimama, akajitokeza na akasaidia Kenya kumaliza ukabila katika nchi yetu. Kwa hivyo Mutuse, hile jambo wewe ulifanya, kuna wengi hawataweza kufanya katika maisha yao. And sometimes you do not need to be popular. You need to do the right thing. And I think Mutuse, you are doing the right thing and you did the right thing. Jambo la pili.
Mimi najua Mutuse sana. Kwa sababu nimesema mimi na Mutuse ni kama doa. A political marriage. Na unajua tumekaa sana. Watu wakiwa na ndoa kunakuwa hivi, kuna hivi, na ndoa yetu haiwezi vunjika. Tutasonga tusonge mpaka mbele. Wewe mtu anangojea divorce, utangojea mpaka utachoka. Ama namna gani? Sasa jambo moja mjue ya huyo Mutuse ni kwamba he is very very brilliant kwa mambo ya kulobi. Katika wale viongozi, mimi nimeinteract na viongozi wengi, lakini huyu Mutuse kutafutia watu yake na ile ukarabati ya kujua mali itatoka lini na vipi kwa national government kuingia huku mashinani, this guy is very very good. Na unamjua mimi siongeangi maneno just for the sake of it. Mimi naongea kwa sababu najua. Na niseme hivi, kwa hivyo nyinyi watu ya Kibwezi West, mkitupa mbao muachilie Mutuse, shauri yenu. Munafikiria haya, si mnajua kuna future? Na si mnajua makabila zingine wanajipanga? Hala, mnafikiria wenye wako hawatazeeka saa hizi? Mnafikiria mtataka vijana beruberu wa kuendeleza? Sasa nyinyi mjipange. Jambo la tatu. Rais wetu wa Kenya amesema atafanya kazi na kila mtu na kila jamii, na atafanya maendeleo kwa kila jamii. Hata wale wengine wakisema mambo ya shares, amesema mambo ya shares ni upumbavu na itupiliwe mbali sana. Na ndio mimi wakati nimekuwa chairman ya Stima ama Kawi, nimekaa chini na rais, nimekaa chini na Mutuse, na Mutuse amewaelezea hivi karibuni takriban mwezi moja na kitu, rais wetu wa Kenya atatembea huku Ukambani. Mojawapo ya zile programs ambazo atakuja kulaunch ni programs hizo kama hiyo ya Stima, ambaye mimi mwenyewe na Mutuse wakati mimi nimekuwa chairman wa energy tumekalia na tukalainisha ata launch miradi hapa Makueni ya pesa takriban bilioni 2. Na hii ni pesa ambayo itabadilisha maisha ya watu wengi, mpaka vijana wapate zile kazi za kuchomelea, na sisi sote tuweze kutembea pamoja kama jamii na Kenya moja. Jambo la pili, mmesikia ya kwamba ndio kuna mambo mengi sana ambayo rais amefanya, ambayo amesemwa na Faruku huyu, ambayo amesemwa na Mutuse, ambaye yamesemwa pia na mheshimiwa wetu mkuu wa hapa, mheshimiwa Mutuse. Lakini wa Kenya pia wanauliza wapi pesa kwa mfuko? Kwa nini pesa haicirculate? Pesa ina circulate namna hii. Regime ambaye imepita kwa yule rais ambaye tulikuwa naye, halikuwa mwepesi wa kupeana kazi tu bila kulipa. Ikawa kila kona kuna mabarabara ilipeanwa haikulipwa. Sasa ikawa Kenya iko na pending bill ya pesa mingi. Mjue ya kwamba wakati contractor hajalipwa, lazima naye hajalipa wale wako chini. Utapata mama, bado kuna mama boga, kuna mtu ya madodo ambaye hiyo pesa haijatrickle down, na hiyo pesa haiwezi kuonekana kwa sababu mwenye pesa pale kama contractor hajalipwa pesa yake. Na ndio sababu rais akasema analipa wale wote ambao walidai hizi mabarabara ambazo zilianzishwa na regime ambayo ilipita na wakakosa kumaliza. Tayari hapa Ukambani ni waelezee, wiki 3 imepita, bilioni takriban 6 zimelipa hapa Ukambani peke yake, kuweza kulipa wale makontrakta, ndio kazi iendelee na pesa iweze kuingia kwa mfuko. Mnajua hata hapa kwetu, hata hapa Kibwezi, kuna ile barabara ya Kibwezi, na mnajua hata wale ambao walipaswa kupewa pesa yao, ile ya compensation, hawakupewa pesa yao takriban 1.5 billion. Niwaelezee, wakati rais anaingia hapa
mwezi moja, tayari hiyo pesa itakuwa imeingia kwa akaunti za wenye kulipwa ile compensation ya mashamba yao. Pia nikimalizia niseme hivi. Kwa wakati mwingi sisi kama Wakamba tumefeel kama neglected kwa programs za serikali, kwa serikali ambazo zilikuwepo. Lakini kwa ile msafara ama tour ya president wetu, nataka kuwahakikishia kwa mazungumzo ambayo tumefanya na viongozi wa hapa kwamba it will not be business as usual. Mtaona miradi katika sekta ya mabarabara ambao barabara mpya zitaanzishwa. Mtaona miradi kubwa ya maji ambayo itaanzishwa. Na niwakumbushe kwa sababu ya muhimu sana. Huyu Mheshimiwa Faruk amezungumzia mambo ya SHA. Mfumo ambao ulikuwa wa NHIF ulizungumzia sisi waheshimiwa kulipa kiwango cha 500 ndio tupate matibabu ya NHIF. Kama mwananchi wa kawaida, mama mboga analipa 500. Tangu lini mbunge akawa kiwango moja na mama mboga? Na kama rais alisema haiwezekani tena mbunge alipe kiwango moja, mwenye mapato alipe kiwango moja na mwenye hana mapato, hiko na makosa gani kusema tajiri alipe kama tajiri, masikini apewe matibabu? Na kwa hivyo hii mfumo ya SHA muingie hapo ndani, na wale wana complain zaidi mjue ni wale wenye utajiri zaidi ambao wanaambiwa watakatwa zaidi, ndio tuweze kushughulikia wenye sio matajiri, ndio tuweze kutembea sote kama Kenya moja. Finally, siasa mingi ikasemekana, porojo mingi ikasemekana, lakini niwakumbushe Kenya iko better right now within 2 years. Mkumbuke Rais William Ruto hajatawala kwa miaka 10. Kuna wale wanauliza maswali mingi, wanakombea sijui na nani. Unakombea vipi miaka 10 na miaka 2 ya rais wetu ambaye kwa hii miaka 2 aikanashua unga imeteremka, mafuta imeteremka, fertilizer imeteremka kwa miaka 2, matokeo kubwa kwa miaka 10 ambao wengine walikuwa kwa uongozi na hawakuweza. Siasa ya ukabila tuweke kando kabisa. Mimi mnajua hata nilikuwa na marafiki na wengine ambao walileta ukabila, na nikasema watokomee mbali kwa sababu mimi sitafanya kazi na wakabila. Na nyinyi mjiulize, kwa nini wanakuja huku kuwachochea wakati mtu anakuchochea wewe, na wakati amekuwa deputy rais kwa miaka 2 anjatembelea wewe, anjaletea hata kikundi moja 1,100, na sasa amekuwa mfalme, amekuwa all good names, yet when they had the opportunity they did not help you. Mkumbuke siasa ya mdomo ni tofauti sana na siasa ya maendeleo, na sisi tukuamilie hapo na William Ruto kwa siasa ya maendeleo. Mungu awabariki sana. Basi mimi pia kwa sababu imesemekana kuja hapa lazima utoe airtime kidogo ndio tusupport wa mama wetu, hata mimi nitasupport kidogo na 300,000. Haya. Wewe